أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ahbab al-kiram, darsa iliyopita tulizungumzia na lillahi alhamd kwa kiasi ambacho kwamba alituwafikia Allah subhanahu wa ta'ala katika kueleza nukta ya pili juu ya umuhimu wa kusoma sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na tukaeleza ya kuwa yakuza na yajenga katika Muislamu mahaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuisoma sira yake, kwa sababu katika kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam ndipo tunapompenda zaidi na kuwa na shauku juu yake alayhi salatu wasalam. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suala la kutanguliza priorities katika maisha yetu, Allah subhanahu wa ta'ala asema qul, sema in kana abaukum, kama ikiwa baba zenu, wa abnaukum, na watoto wenu, wa ikhwanukum, na ndugu zenu, wa azwajukum, na wake zenu au waume zenu, wa ashiratukum, pamoja na familia zenu, wa amwalun iqtaraftumuha, na mali ambazo kwamba mmezichuma, wa tijaratun takhshawna kasadaha, na biashara ambazo kwamba mwahofia kufilisika kwake au kufeli kwake, wa masakinu tardawnaha, na nyumba hizo ambazo kwamba mwazipenda na kuziridhia, ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih, kama hizi zote kwenu nyinyi mwazipenda zaidi kuliko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wa jihadin fi sabili, na kupambana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, basi subirini, hata yati Allahu bi amri, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alete amri yake au jambo lake. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, na Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi watu ambao kwamba ni madhalim. Yani kwetu sisi ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na Uislamu, kisha mengine yafuata. Priorities kwa Muislamu huwa zaenda kwa njia hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala, kisha na mtume wake alayhi salatu wassalam, kisha na Uislamu. Kwa hiyo sisi katika kupenda kwetu tutapenda kulingana Mwenyezi Mungu anavyotaka sisi tupende. Katika kupenda kwetu tutaangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza kupenda kwetu kuko vipi. Katika kupenda kwetu na kuprioritize kwetu tutaangalia kulingana na Uislamu wetu vile ambavyo kwamba watutaka sisi tufanye. Kwa hiyo ahbab, nukta ya tatu ni katika kuisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam twaona wepesi katika kuweza kumfuata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, yawepesisha katika mtu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake, katika tabia yake na anavyofanya mambo yake. Asema Ibn Hazm radhiyallahu anhu, man arada khaira al-akhirah, ambaye kwamba yataka mazuri ya akhira, wa hikmatu dunya, na hikma ya dunia, wa adlu sira, na uadilifu katika mwenendo wake wa kimaisha, wal ihtiwai ala al mahasin kulliha, na kuweza kukusanya katika uzuri wote, katika wema wote, wa istihqaq al fadail bi asriha, na kuweza kuhakiki na kuweza kuthibiti fadhila kwa upana wake au kwa wingi wake.
falyaktadi bi Muhammadin Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi na amfuate, ajilazimu katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waliyastamal al-akhlaqa, na awe ni mwenye kuzifanyia kazi akhlaq za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasirahu ma amkanahu, na njia yake ya kimaisha na sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kiasi ambacho kwamba atakuwa ni mwenye kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo katika kumsoma mtume sallallahu alayhi wasallam ndio tutakapoweza kufikia hili. Haiwezekani ikawa wapigania wewe kuwa na tabia na mwenendo na uadilifu wa kimaisha kama alivyokuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam bila kumjua yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya kulazimu mjue, ya kulazimu uisome sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Nukta ya 4 katika umuhimu wa kuisoma sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni kupata kuielewa Qur'an. Qur'anul Karim iko na ayat tofauti tofauti. Kuna aya ambazo kwamba ziko huru na matukio, ziko independent, zasimama kama zilivyo. Ar-Raqaiq kwa mfano wake, aya ambazo kwamba kwa mfano zaongea kuhusu akhira. Ar-Raqaiq kwa ujumla ni maandiko ambayo kwamba turaqiqul qulub, yalainisha nyoyo. Kwa hiyo katika Qur'an kuna aya ambazo kwamba ni za kulainisha nyoyo, sio kuwa zazungumzia kuhusu matukio fulani. Hizi aya zalenga katika kulainisha nyoyo. Watazhadu fi dunya, na yamtoa mtu katika hamu ya dunia, yajenga zuhudi katika moyo wa mja. Anaposikia maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi anakuwa ni mwenye kuwa na shauku na akhira, na yuapunguza ile mahaba yake na dunia kwa ajili ya maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watarghabu fil akhirah, kama tulivyotaja, yamfanya mtu yuwa na shauku ya akhira. Watakhdhi ala at-ta'at, na yaskuma moyo, yaskuma mtu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watanfiru min al-maasi, na yamfukuza mtu kutokana na maasi. Kuna aya kama hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun, mfano wa janna ambayo kwamba wameahidiwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Kwa hizi aya zasifiwa ndani yake pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ziko huru na matukio, sio tukio fulani laelezewa. Ni aya ambazo kwamba zasimama kivyake. Alafu kuna aya ambazo kwamba huwa zaambatana na matukio, imma kabla ya tukio au sawia na tukio au baada ya tukio fulani limetukia. Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kuteremsha aya fulani. Kwa hiyo katika aya hizi sasa, tukitoa kwa mfano, kuna aya ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amepeana habari kabla ya tukio kutokea. Kwa mfano, alif lam mim ghulibatir rum. Hii aya yataja jambo ambalo kwamba limetokea, Warumi wameshindwa. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, na wao baada ya huku kushindwa kwao watakuja pia nao watafanya nini? Watashinda. Jambo ambalo kwamba lilileta mjadala katika mji wa Makka na Makureish, kwa sababu wao ni ubadul asnam, wakawa masapota wa wenzao
kama wa Fursi ambao kwamba wenye kuabudu moto, na Warumi manasara ahlul kitabi, watu ambao kwamba wafuata kitabi, ambao kwa kufanana wafanana na kina nani? Na Waislamu. Sasa ukisema neno kama hili Muislamu aweza akashangaa, tuafana. Qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, njoni katika kalima ambayo kwamba iko sawa baina yetu na baina yenu, kuwa tusimwabudu yoyote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Makureishi kawa wasema ya kuwa hawa mabwana hawezi kuenuka tena, na hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ilikuja ikatukia baadaye Warumi kushinda tena, na huku Waislamu walikuwa wameshinda vita vya Badr. Na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mazungumzo kama haya sema, wa yawma idhin yafrahu almu'minun, siku hiyo watafurahi waumini. Kwa hiyo hii ni mfano wa ayat ambazo kwamba zimekuja kabla ya tukio, na kuna zile ambazo kwamba zinakuja baada ya jambo fulani limetokea. Kwa mfano ayat ambazo kwamba zimeshuka katika suratul Nur baada ya mama yetu Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha kukashifiwa na kuzuliwa maneno ambayo kwamba ni mazito. Allah subhanahu wa ta'ala asema, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, ambao kwamba wamekuja na haya maneno maovu na huu uzushi ni kikundi katika nyinyi. La tahsabuhu sharran lakum, musiijalie hili jambo kutokea ni shari kwenu nyinyi, bal huwa khairun lakum, bali ni khairi kwenu nyinyi. Likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi, kila mmoja katika wao analo fungu lake katika yale ambayo kwamba ameyazua maovu. Walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim, na ambaye kwamba ana fungu kubwa katika huo uzushi alozushiwa mama Aisha radhiallahu anha, basi ana adhabu ambayo kwamba ni kali. Kwa hiyo kumetokea jambo, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuteremsha ayat juu ya jambo kama lile, juu ya tukio kama lile. Na kuna ile ambayo kwamba imekuja sawia na tukio, kuna jambo laendelea, kisha Mwenyezi Mungu yualeta au yuateremsha aya fulani. Mfano wake ayat ambazo kwamba ziko katika sura Ali Imran, na hizi aya Allah subhanahu wa ta'ala anziteremsha wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika mjadala na kikundi cha manasara waliotoka Najran, sehemu za Yemen, kuja kumjadili Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya Uislamu, juu ya unasara. Na hizi aya ule mjadala ukaenda mpaka ukafikia, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, ambaye kwamba bado itakuwa yu kujadili, yu kuletea hoja baada ya kuwa tumekuteremshia wewe yote haya kutokamana na ilmu. Basi itisha ibtihal. Ibtihal ni kiapo, aina ya kiapo ambacho kwamba wao wenyewe walikuwa wakijua, wa manasara wa Najran na walikataa kufanya hichi kiapo. Allah subhanahu wa ta'ala asema, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, sema njooni tuwaite watoto wetu na nyinyi muwaite watoto wenu, wa nisaana wa nisaakum, na wake zetu tuwalete pamoja na wake zenu pia, wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum, na sisi wenyewe pamoja na nyinyi tuje pamoja. Thumma nabtahil, kisha tufanye ibtihal, kiapo cha ibtihal ambacho kwamba hichi kiapo, fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin, hichi kiapo nchakuwa tumwapiza yule ambaye kwamba ni mrongo, Mwenyezi Mungu amtilie laana, Mwenyezi Mungu amlaani yule ambaye kwamba ni mrongo baina yetu, kwa sababu huyo yuatoa hoja, huyo yuarudi yuatoa hoja, kama vile ambavyo kwamba iko leo. Lau
tunajadiliana na majirani zetu manasara. Utamwambia atakwambia, utamueleza hivi atakwambia ufunuo huu, utamwambia hili Sasa mwisho ikafikia hapa, aya alikuwa zaletwa sawa sawa na yale mazungumzo yanavyoendelea. Kwa hiyo katika hizi ayat tumetaja mfano wa hizi ayat, lakini tuko katika nukta ya kuweza kuielewa Qur'an kupitia sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika hizi ayat huwa hazijaeleza habari za ndani. Katika hizi ayat haijaelezwa ya kuwa ni kikundi cha manasara kutoka Najran, bali Mwenyezi Mungu yualeta ya kuwa waambie hivi, sema kuambia hivi ahlul kitab. Lakini ukitaka kujua ahlul kitab likuwa ni khasa kina nani, likuwa kuna nini, kwa zungumzwa nini, lazima utaipata katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kupata zile habari za ndani, ni juu yako ujilazimu na kuisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama nukta ya tano katika umuhimu wa kuisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa maisha yake Mtume alaihi salatu wasalam ni manhaj mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho juu ya kadhia yoyote, au ni njia kikamilifu kwa umma unapotaka kwa wakati wowote kuleta mageuzi fulani katika mujtama au katika ulimwengu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake alipitia marahil na nukta ambazo kwamba ni muayyan, nukta ambazo kwamba si za yani za kuzuka tu hivi, bali ni nukta ambazo kwamba zimekwenda kwa mpangilio fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuteremshiwa wahyi na kukalifishwa kwa ujumbe, alianza da'wa yake kwa njia gani? Ya kisiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza da'wa yake ya kisiri akiwa ni mwenye kuwaleta masahaba pamoja na wote ambao kwamba wameingia katika Uislamu katika Darul Arqam bin al-Arqam, halaqat hizi ambazo kwamba ni kuwafanyia tathqif, kuwapatia thaqafa ambayo kwamba ni mpya tofauti na ile ambayo kwamba walikuwa wameizoea. Kwa hiyo mtu kuingia katika Uislamu ni lazima asomeshwe Uislamu, autambue Uislamu, awe ni mwenye kuufahamu Uislamu, awe ni mwenye kutolewa katika takataka za jahiliya, na awe ni mwenye kusafishwa kwa ufahamu wa Kiislamu. Kisha da'wa ikaja ikawa dhahiri, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil mushrikin. Hii ni amri, imefikia mahali fulani, Allah subhanahu wa ta'ala akamuamrisha afanye jambo kwa njia fulani. Baada ya hapa au katika hali kama hii kukapatikana ndani yake sira'ul fikri, mvutano wa kifikra, kwa sababu Makuraish wana fikra zao walizozibeba za mababu na mababu, na hoja yao ni kuwa wamepata wazee wao wakiwa katika hali kama hiyo, wanaabudu vitu walivyojenga kwa walivyotengeza kwa mikono yao. Hoja kuwa wamewapata mababu zao walikuwa wakifanya hivyo, kama zile umma zingine zilivyokuwa zikiwaambia ambia wanazika watoto wao wa kike, hawana hoja, wanapunja katika vipimo. Kwa hiyo kukawa na mvutano. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja na jambo jipya na ujumbe mpya, mpaka lau mtu ataanza kugeuza mazungumzo yake ataambiwa na wazee, wewe umeanza kukaa na Muhammad, wewe mazungumzo yako onekana umeanza kukaa na yule bwana, wamsikiliza wewe yule bwana. Na baada ya hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya talabi nusra, akaenda makabila tofauti tofauti kuwaomba wamnusuru, wamhami yeye na ujumbe ambao kwamba amekuja nao mpaka mwisho. Kwa hiyo ni nukta baada ya nukta,
ambayo kwamba lau umma leo utataka kwa hali yoyote mageuzi sehemu yoyote, basi ni juu yao kuisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hii ndiyo manhaja ambayo kwamba itakuwa ni yenye kuwaongoza wao katika hali ya kuleta mageuzi. Kwa hiyo matukio katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayakuwa matukio tu ya kighafla ghafla ya kuzukazuka, ilikuwa mpango ambao kwamba ulikuwa ukiendeshwa na wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ahbab ni katika hazina kubwa ya umma wa Kiislamu. Umma zingine hazina sira ya anbiya wao, yani hazina sira ambayo kwamba ni mwongozo kwa wao. Waweza sisi tunacho kitabu, tunayo Qur'an na twajua njia ya kutekeleza, tofauti na umam zozote zingine. Kwa mfano, kuna aya ambayo kwamba yahusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala asema ndani yake, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hii aya ilipoteremka na kupitia sira na kupitia muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hata sisi pia imekuwa wepesi kwetu sisi kuweza kufahamu. Lakini wakati haya maneno yakiteremka, kuna baadhi ya masahaba mmoja walikuwa wakifanya nini? Kuna aina ya kwanza walikuwa wakifunga nyuzi nyeupe na nyeusi katika miguu, alafu sasa usiku yuangalia kama ataweza kubainisha. Kama hawezi kubainisha, yajua bado yuweza kufanya nini? Kutia ndani, waendelea kula mpaka akiweza kubainisha kwa huu uzi mweupe huu uzi mweusi, ndio ajua time ya saumu imeanza. Na mwingine alichukua nyuzi akaeka chini ya mto wake, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ameweka chini ya mto wake, alafu time zinavosonga usiku akishtuka angalia pale chini ya mto kama yuweza akabainisha huu ni uzi mweusi huu ni uzi mweupe. Iko katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah, yueleza katika maelezo ya hii aya. Ikiwa hawezi kubainisha afanye nini? Yote ndani. Akaja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya hii habari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kutabasa, amwambia haimaanishi hivyo, bali ni uzi mweupe na mweusi wa mchana na usiku, yani ule mwangaza wa alfajiri kuwa asubuhi yaingia. Yani si literal, haimaanishi moja kwa moja uzi, ni masuala ya usiku na mchana. Katika kuisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaweza kufahamu ayat kama hizi, tupata kuielewa zaidi Qur'an. Vile vile nukta ya mwisho ambayo kwamba tutakomeka nayo leo ni kuwa kuisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kiram ni ibada. Kusoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Yani hichi kikao si kikao cha kujifurahisha wala cha kusikiza habari za waliopita ili yani tupate hisia fulani. La hasha wakalla, ikhwata alkiram, hii ni halaka ya dhikr, hichi ni kikao cha dhikr. Tuko katika ibada na tutarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwepo katika kikao kama hiki, na tutarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kikao katika vikao ambavyo kwamba huzungukia malaika. Sababu takaniwa tufahamu sometimes au wakati mwingine mtu huwa hafahamu thamani ya kile kitu ambacho kwamba yuko nacho, na ghaib ndio mtihani mkubwa kwetu sisi, ili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutujalia twaona
habari ambazo kwamba amezificha kwetu sisi. Walakin vikao hivi ndio vikao ambavyo kwamba Mtume SAW amesema juu yake kuna malaika huwa wazunguka katika mitaa wakitafuta vikao vya dhikr, na wanapopata sehemu huitana, halumu ila hajatikum, huitana malaika. Hawa ni malaika ya sada. Hebu takhayal katika nafsi yako, ingelikuwa tuwaona habari kama hizi, pangetosha kweli hapa? Hapangetosha. Lakini tuone, halumu ila hajatikum, njooni katika ile haja yenu, yani katika lile jambo ambalo kwamba mwalizunguka uitana. Na kikawa na wakawa wenye kufungua mbawa zao katika kikao kama hichi, na Mwenyezi Mungu akakijaza rahma. Kisha baadaye hutoka hawa malaika wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawauliza, hali ya kuwa yeye yajua zaidi juu ya habari za walikotoka. Na wa malaika wanataja, ya Rabbi kadha wa kadha, waja wako wakutaja, waja wako wakusifu, ya Rabbi waja wako kadha wa kadha. Allah subhanahu wa ta'ala awauliza malaika, waniona? Wanisifu waniona? Sema la ya Rabbi, hawaja kuona. Kaif lao ingelikuwa waniona? Sema ya Rabbi, wangezidisha, wangezidi zaidi katika hii hali ambayo kwamba tumewapata juu yake. Ni jambo gani ambalo kwamba wao wanatamani? Malaika wamjibu Allah subhanahu wa ta'ala, hawa waja wako, ama nyinyi ama sisi hapa tunataka nini? Ama hichi kikao tunataka nini? Yani hichi kikao tukae, mtu aje azungumze, mtu awache shughuli zake akae asikilize, si radhi za Mwenyezi Mungu, si ni pepo? Ama kuna kitu kingine? Hakuna jambo lingine ambalo kwamba hapa tupata. Taka pepo. Wameiona pepo? Hawajaiona. Kaif lao ingelikuwa wameiona pepo? Ya Rabbi, wangezidisha. Hofu yao nini? Wasiwasi wao nini? Na nyinyi muonaje juu ya wasiwasi wetu? Kwa sababu twajijua sisi tuna madhambi, tuko katika hatari ya kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na twahofu adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hatujaiona. Malaika waulizwa, kwani wameiona? Hawajaiona. Lao ingelikuwa wameiona adhabu yangu ya Rabbi wangezidi. Kisha Mwenyezi Mungu huwashuhudisha ya kuwa basi shuhudieni ya kuwa mimi ninawapatia kile wanachokitaka na ninawalinda na kile ambacho kwamba wao wanakihofia. Mfano wa vikao kama hivi. Kwa hiyo lau mtu atakuwa ni mwenye kutoa wakati wake akasema, leo Jumamosi, leo Jumapili kuna darasa kadha wa kadha, nitaenda mimi nisikilize, au nitatoka kwangu huko chini, au nitavuka bridge, kikao kwa mfano huu. Na vikao kama hivi ni ibada, na ibada kubwa, na ibada ambayo kwamba huenda ikamuokoa mtu kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikamtia katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuko katika vikao ambavyo kwamba ni vya umuhimu mkubwa, umuhimu ambao kwamba wa kidunia na zaidi kesho akhera, katika vikao ambavyo kwamba tutarajia tutapata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake, tutapata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake, na tutapata kutajwa katika kikao ambacho kwamba ni bora zaidi kuliko chetu hiki. Tuwe mwenye kujibidisha insha Allah ta'ala, na kwa wale ambao kwamba waweza ukashika mtu mkono, mshike yeye naye aje afaidike kwa faida ambayo kwamba ya kidunia na kesho akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa machache tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sote min alladhina yastami'una alqawla wattabi'una ahsana. Inshallah tutakuwa ni wenye kuendelea katika juma linalokuja katika nukta zilizobakia. Tuweni na subra, ni maswala ambayo kwamba tutataka kuyaeleza kwa umakini ili msingi ukae kwa vizuri, kisha tutakuwa ni wenye kuingia katika mada
juma linalokuja baada hii inayokuja insha Allah taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairal jazaa.